wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Kwanza tunamshukuru Allah kwa kutuwezesha kufika sehemu hii. Lengo na madhumuni si kutukana dini ya mtu, bali ni kufundisha yaliyoko ndani na kujaribu kurekebisha yale yaliyokoseka, japo itaeleweka ni matusi, ni kejeli kwa wale walengwa wenyewe. Wakristo, nasema karibuni katika mkutano wetu ambao tunaendelea nao kila mara hapa. Na niseme kwamba mkutano huu si majadiliano tu peke yake, lakini pia na elimu inapatikana hapa. Elimu ambayo haipatikani sehemu yoyote ile isipokuwa hapa ama katika mitandao, tena kwa njia ya kuhack, labda uhack ndio utaweza kujua mambo yanavyoendelea. Kama nilivyokuwa nimeeleza tangu juzi kwamba ilikuwa jana nije nizungumzie masala ya coronavirus ambayo imekumba kule China. Dunia haijui virus hii imeundwa wapi na nani mwenye kuunda. Vile vile kama ugonjwa wa ukimwi tumebaki gizani dunia nzima, ati hatujui nani aliyeunda ukimwi, wapi ulikotengezewa na nani mtengezaji. Kwa hivyo na kwa coronavirus pia imebaki gizani, hali ni hivyo hivyo. Lakini kwa kweli kansa kuna yule aliyetengeza na tunamjua, na ugonjwa huu ulitengezewa wapi. Ugonjwa wa kansa ni man-made virus. HIV AIDS ni man-made virus. Corona ni man-made virus. Hakuna ugonjwa ambao hauna dawa katika hii ardhi. Hii ardhi ni dawa ya kila ugonjwa ulioko leo na utakaokuja ambao kwa sahi hautujui, tayari dawa yake ni hii ardhi hii. Sasa kwa nini leo tunatengenezewa magonjwa mengi? Hata malaria yenyewe si aina moja, malaria iko aina 3. Usidhani wewe ukishikwa na malaria ukadhani yako ulionayo ndio ile ile ya mwenzako alionayo. Hapana. Devil worshippers wametengeneza malaria aina 3. Zamani malaria ilikuwa inatibiwa na dawa inaitwa aspirin. Ukinywa aspirin unapoa. Wakaingizia aspirin mabilioni walipotosheka wakaleta malaria type 2 na tayari wakatengenezea dawa yake. Ikawa malaria, ikawa aspirin haifai, wakaleta dawa ilikuwa inaitwa Homa Queen, kama mnakumbuka. Homa Queen. Wakatilia mabilioni hiyo, walipoona wametosheka wakaleta malaria type nyingine na wakatengenezea dawa tayari. Ikawa Homa Queen haifai, ikaletwa Chloroquine. Chloroquine imekwenda wametilia sasa nauliza ni homa gani hiyo inaenda ikibadilika, na kila ikibadilika huwa tayari dawa yake ishaundwa. Wewe huoni hapo kuna kitu inaendelea? Uwezi ukakaa ukajiuliza hapa kuna game ambayo inachezwa kwa njia ambayo huwezi kuelewa. Hawa watu wanaitwa devil worshippers. Wana rule the whole world, na ni Mayahudi wale VIP ambao itikadi yao wanasema there is no God but everything is nature. Wanasema hakuna Mungu isipokuwa kile unachokiona ulimwenguni ujue ya kwamba kilikuja chenyewe tu, lakini mambo ya Mungu hakuna. Ni watu wabaya sana na wamejiorganize. Wacha nikwambie, devil worshippers wamejiorganize. Kwanza wanapendana kuliko sisi tulivyo. Ukiingia kwenye chama chao cha kuabudu shetani wanakuambia welcome to the world of riches, there is no any member shall struggle. Karibu katika ulimwengu wa matajiri, na hakuna mwanachama wetu yoyote anayetakiwa kuteseka, hakuna hata mmoja. Ukiingia wana jina la pili, wanajiita the billionaires club, na kwa kweli wao ni mabilionea. Hakuna kampuni hata moja ulimwenguni kubwa ambayo unaijua na usioijua ambayo kwamba sio yao, zote ni zao. Sema bidhaa wanazotengeza si haramu mimi na wewe kutumia, si vibaya kidini mimi na wewe kuzitumia, lakini waasisi wa hizo kampuni wale wenyewe
ni wanachama wa mtandao wa kuabudu shetani. Ukienda kule India, yuko Muhindi mixture na Myahudi anaitwa Jamnalal Bajaj, ndio mwenye pikipiki za Boxer zote dunia nzima ni zake. Ukiona pikipiki imeandikwa Boxer, angalia kwenye logo utaona kwa imeandikwa BAJAG Bajaj. Huyo ni Muhindi mixture ya Myahudi anaitwa Jamnalal Bajaj, naye ni Freemason vile vile. Ukisafiri ukienda kule Finland karibu na Russia kwenye vile visiwa, kuna Myahudi mwingine bilionea anaitwa Nat Fredrik Idestam, ni one of the billionaires in the world, anaabudu shetani. Na ni nani huyu? Ndio mwenye kampuni ya simu za mkononi zote ulimwengu mzima zilizoandikwa Nokia Connecting People, zote ni zake. Safiri, nenda huko Washington DC, utakuta Myahudi bilionea wa dunia anaitwa Thomas J. Watson. Familia yake ndio inaitwa the Rothschild family, iliyokuwa super power ulimwengu mzima wakati wa vita ya kwanza ya ulimwengu. The Rothschild family ikitawala Uingereza ndio ilikuwa super power. Kijana yao anaitwa Thomas J. Watson, ndio mwenye kompyuta zote ulimwenguni zilizoandikwa IBM, International Business Machines, zote ulimwengu mzima ni zao. Na ndio unaona wakati wa election ya United States, George W. Bush akishindana na Al Gore. George W. Bush alishindana na Al Gore. Mnasema electronic election mtu hawezi kuiba. Huo ni uongo wa peupe bwana. Electronic election mtu anaiba tena vizuri sana, pamoja kwamba ni uchaguzi wa kielektroniki. Kwa nini? Kompyuta imeundwa na binadamu. Kwa hiyo binadamu ana akili mara 100 ya hiyo kompyuta. Wewe unaweza semaje kwamba kwa kuwa ni electronic election kura haziwezi kuibiwa? Ndani ya Marekani ni electronic election na kura zilikuwa zinaibiwa wakati wa Bush na Al Gore. Zilisetiwa zile kompyuta, ikawa ukimpigia kura Al Gore jawabu linakuja Rais Bush. Mpaka kule New York wakaandamana barabarani, wanasema kompyuta gani? What is the kind of this computer you have come to? What is this? Unampigia kura Al Gore, jawabu linakuja Bush. Zinasetiwa tu. Usicheze na devil worship. Alafu hawa Kristo wanasema shetani toka, nenda. Aende wapi? Ataenda wapi? Na aliumbwa aje apoteze? Ati toka. I command the devil now. Hiyo una make a lot of noise ya bure tu. Hiyo ni kujidanganya, kujifurahisha, muda uende tu. Lakini hakuna ibilisi anayetoka wala anayerudi wala anayekwenda. Hakuna chochote. Hakuna Mungu kwanza anayeabudiwa na gitaa. Wewe uliona wapi? Ndombolo ya Yesu, reggae, rap. Siku hizi kuna chakacha ya Yesu pia. Watu wanapiga rap katika majumba ya ibada, ati kuna Mungu. Ewe Yesu nakupenda kwa maana niko hapa leo. Kanisa limefurika machali na mademu. Mungu Baba angalia. Ati kanisa limefurika machali na mademu. Sasa unataka Mungu achukue? Hii ni aibu kweli inaendelea, na wenzetu wanasema hiyo ndio mambo muziki wa kisasa wa injili wa kizazi kipya. Maana yake watu wanapotezwa kabisa. Devil worshipers hawa wamejiorganize na ni 13 bloodline. Wako kabila 13 baada zile 12 za Bani Israeli. Alafu kuna kabila ya 13 iliyoongezeka kwa sababu kuna baadhi ya Bani Israeli walioa kabila isiyokuwa Israeli, wakazaa na wao, na hii kabila ikaongezeka hapa. Kwa hiyo saa hii ni 13 bloodline ndio wanaorule the whole world. Hata ukienda tourist hoteli za British hakuna room number 13, ni number 11, 12 na 14. Number 13 hakuna, na sijui ni kwa nini. Kaulize utaambiwa. Mimi natoka Mombasa na mimi nafanya kazi kwenye hayo mahoteli. Hakuna room number 13, ni 12 na 14. 13 hakuna katika British tourist hotels. Sasa wamejigawa makundi makubwa matatu.
wakati rule the whole world, devil worshiper, makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza linaitwa the Freemasons Army, jeshi la wale ambao wanaabudu shetani. Iblisi ana wanajeshi wakali sana, usisikie. Na jeshi lake ni zile nchi ziko kaskazini mwa bahari ya Atlantic, zinaitwa kwa Kiingereza North Atlantic Treaty Organization, kwa Kiswahili umoja wa kijeshi wa NATO. Nafikiri umewahi kusikia kitu kama hicho ulimwenguni, umoja wa kijeshi wa NATO. Hilo ndio jeshi lao hasa wanaolitegemea. Alafu kundi la pili ndio business leaders ambao tulikuwa tunawataja, wakina Sir Julian Honorable Smith, the largest telecommunication engine in the world inayoitwa Vodafone, na akamtuma Safaricom Michael Joseph kufungua Safaricom Kenya, bado pia ni yao, ni mabilionea. Alafu kundi la tatu la mwisho linaitwa World Entertainment Industry, shirika kubwa zaidi duniani la kuwaburudisha binadamu. Wanakuburudisha kupitia muziki, kupitia sinema, mchezo wa kandanda, mashindano ya urembo. Hii yote ni plan ya Freemasonry ya kukutoa katika ibada na kukupotezea muda wewe usiwe na time ya kuleta adhkar. Football, soccer ni miongoni mwa mambo yanayotumia wanaotegemea kukutoa katika ibada wewe. Mfano, klabu ya Arsenal, najua mashabiki wa Arsenal mko hapa wengi, tupoleni, lakini sikilizeni hapo kasindano kidogo kaingie sekunde 2 tu. Arsenal ni klabu ya devil worshippers. Ukiangalia hata logo ya Arsenal iko na alama za sheitani live. Arsenal t-shirt yao kuna namba kubwa kubwa hapa zimeandikwa GUNNERS, the Gunners. Kweli ama uongo? What is the meaning of the word Gunners? Gunners maana yake ni the Devil's Satanic Weapon Company in British London. Ni kampuni ya wale wanaoabudu shetani, na kazi ya kampuni hiyo ni kuunda silaha. Ndio utaona logo ya Arsenal kuna kitu kinaitwa Cannon Kiingereza. Cannon ni bunduki yenye tairi mbili imelala chini au imeinuka tayari kwa kurusha kombora, kwa sababu wao ni waundaji wa silaha. Wakimaliza kuunda silaha, hii kampuni ya Gunners zinabebwa zile silaha mahali zinapokwenda kuwekwa kwenye godown, zinawekwa pale. Kwa Kiingereza ndio panaitwa Arsenal. Arsenal ni store ya silaha katika lugha ya Kiingereza, si mpira, si mechi, si refa, wala sio filimbi. Arsenal ni store ya silaha. Wakimaliza kuuza hizo silaha nchi za nje, 45% ya pesa hizo sasa zinagawanywa, nyingine zinaingia Uingereza katika serikali, nyingine zinapelekwa kwa mababu zao Israel. Pesa zinapelekwa kusaidia Israel military, jeshi la Mayahudi, wapate nguvu ya kuwaua wa Palestina sawa sawa. Kwa hiyo kinunua t-shirt ya Arsenal original pale Nairobi ni 4,500. Wewe hujui huo umechangia ndugu yako Mpalestina akauawe. Unakataa nini wewe na ujui historia? Wewe unajua tu kupiga makofi. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Kazi yako ni hiyo tu, na kupiga ndombolo ya Yesu na rege, basi. Zaidi ya hapo hakuna kitu. Twende kwa Manchester United. Ni wacha mimi nikwambie, wewe usiniambie wewe, nikusomee. Sawa sawa, nifungulie. Yesu alienda kanisani, subutu wapi? Kanisa na Yesu ni kama bangi na karau kabisa. Na kama kanisa na Yesu aliingia wapi? Ukiendelea kutafuta, kuja na Biblia yangu kutoka nyumbani huko na ngoja kwanza, ati utakuja na Biblia na hii nyingine, chukua na hiyo nayo, si Biblia hiyo? Chukua na hiyo. Aya gani? Wakristo saidianeni hapo, kuanzia Ukunda mpaka Mandera pande ya huku, tafuteni haya. Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa, mnipe kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
tafuteni. Munipatia Yesu aliingia kanisani siku moja tu. Kama hakuna ya kuingia, basi tusaidieni angalau alichungulia dirisha la kanisa akawaambia mjambo huko ndani. Kama ya kuingia hamna, ya kuchungulia pia hakuna. Sikiza kweli kidogo. Umeipata Kwanza Biblia unaiamini? Sikiza. Hiyo iko sawa 2 Timotheo 3:16 inasema kila andiko ambalo limepumuliziwa roho ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuturekebisha ili mtu wa Mungu awe amekamilika kwa tendo lililo njema. Hilo andiko linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Haijasema kila andiko hapo lina pumzi ya Mungu. Kila andiko lenye, ina maana kuna mengine hayana pumzi za Mungu kama Qur'ani. Mfano turudi kwenye hoja. Wapi Yesu alienda kanisani? Turudi kwenye hoja. Na uniongoje nikusomee. Mimi Muislamu naenda msikitini, si ndio? Mimi sinaenda msikitini. Unajua nilitoa kwa nani hiyo? Luka 4:16 kwa Yesu, msomee. Subiri. Ngoja nikusomee yangu alafu usome. Luka 4:16. Mimi nimetoa wapi kwenda msikitini? Kwa Yesu. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Basi, kwa hiyo Yesu alikuwa anaenda kwenye sinagogi. Tafsiri ya Biblia nyuma inasema sinagogi ni msikiti waliojenga Wayahudi. Kwa hiyo Yesu alikuwa Myahudi, akawa anaenda msikitini na Wayahudi wenzake. Mimi naenda msikitini kwa sababu Yesu aliingia. Wewe ya kanisani iko, maana siku hizi muna rege nyingi. Ewe Yesu nakupenda kwa maana niko hapa leo. Kanisa limefurika machali na madai. Mungu Baba angalia. Kama napenda roho sema yeah. Na kama napenda Yesu sema ya. Sikiza kidogo. Ndio ninaona uko na ufasaha na uelewaji zaidi kuhusu mambo yale ambayo unaongea. Lakini la muhimu sisi sote tunaongea usima wa milele. Silimu we Muislamu. Nipe muda. Hakuna dini huko. Nipe muda. Haya. Nikusomee andiko moja. Nisomee tu. Lakini wakati unaenda kukaa, uchukue Biblia, utafute mahali Yesu alienda kanisani. Ukikosa, toka na mapema, unadanganywa bure. Utulie. Haya, natulia. Uliniuliza nikwambie mahali pale inasema kwamba wewe unamfuata nani? Nilikwambia toa andiko Yesu alienda kanisani. Unataka kujikanganya? Tulikuwa kwa hoja kwamba mimi ni Mkristo. Na ni andiko gani linaonyesha kwamba mimi ninafuata huyo Kristo? Kuonyesha kwa andiko. Wewe ulisema ni Mkristo. Wewe ulisema hivi, wewe ni Mkristo. Nikakuuliza unaenda kanisani ama msikitini, ukasema kanisani. Nikakuuliza sheria kwenda kanisani uliitoa kwa nani? Ukasema kwa Yesu. Nikakuuliza wapi Yesu aliingia kanisani? Ndio tunasubiri. Sasa ukumbuke swali lako uliniuliza kwamba Waislamu takbiri. Mwalimu kidogo. Unajua unaposema kwamba yeye aseme basi yeye maiki inarudi kwako kaa. Unaposema kwamba yeye aseme andiko gani nasema Yesu alienda kwa kanisa na wewe umetoa andiko kwa Qur'ani kwamba Yesu alienda msikitini. Sio kwa Qur'ani, mimi nimetoa Luka, Biblia. Kwa Biblia. Si ndio? Yesu aliingia wapi? Aliingia kanisani. Aliingia msikitini. Hiyo ni kitabu gani nimesoma? Ni Luka. Ndani ya kitabu cha Biblia. Wewe unaingia kanisani? Mimi naingia kanisani. Wapi Yesu aliingia huko? Sasa kama Yesu aliingia, unataka sisi tuende kanisa ya Yesu yenye aliingia? Sio tu kwa subiri. Sisi kwa nasema hivi, hata kama hamkuwa, mfano nikuulize wewe dogo, wewe uliingia huko? Wewe ulienda subiri. Mtume Muhammad alienda kanisani. Nasema hivi, Wakristo wanaamini Yesu aliingia wapi? Kanisani, ambapo maandiko hakuna. Kwani Luka imetoka wapi? Kwa Qur'an? Kwa Biblia. Zimetoka kwa Biblia. Imesema Yesu alafu mnasoma Biblia, si Biblia ya Kristo. Imesema
Qur'ani, Biblia ni ya Wakristo. Inasema Yesu aliingia msikitini. Wakristo wanaenda wapi? Haya, kwa nini kama hayo kama Yesu aliingia msikitini? Twende polepole. Msiamini Yesu Kristo nyinyi? Asante. Kwa hivyo tunakubaliana mimi na wewe. Kwa mujibu wa Biblia ya Wakristo, inasema Yesu aliingia wapi? Aliingia msikitini. Wewe kanisani unafuata nini? Haya, ngoja nikujibu. Mimi swali langu utanijibu. Sasa kama Yesu Kristo aliingia msikitini na wewe, kwa nini wewe muamini Yesu Kristo? Sinamwamini. Na wapi? Wapi? Mimi. Nyinyi mwasema ya mtamu Yesu Kristo. Haya, Qur'ani 2:38 tunamwamini. Wengi sana wanakataa. Mpe, mtu anakataa. Anasema Yesu Kristo ni mtu. Hiyo ni kitu umejitengezea. Qur'ani 2:130 na sasa leo kama mnaamini, hata mimi sasa nimekubali. Qur'ani 2 kama mnaamini Yesu Kristo ndio Masia, ni sawa. Sisi tunaamini ni Masia. Sawa. Sasa subiri. Mimi sina tatizo na nyinyi. Asante. Kwa hivyo Yesu ndio njia, kama mnaamini mtaenda mbinguni. Asante. Kwa mimi na wewe tunakubaliana kwamba Yesu ni Masihi? Tukubaliane kwamba Yesu Kristo ndio njia, mimi na wewe. Tena ni Masihi? Ni Masia. Huyo ananipeleka wapi? Kwa Baba, wala si nani. Aliyetumwa na nani? Sende pole. Wala si Muhammad. Yesu Masihi aliyetumwa na nani? Mimi na wewe taratibu. Yesu Kristo ndio njia ya uzima, ya kwenda kwa Baba. Sasa twende polepole. Na pasipo yeye twende polepole. Yesu, acha kelele sasa, zamu kwa zamu. Alipokuwa hapo ulimwenguni, huyu Yesu Masihi aliyetumwa na Mungu alikuja kufundisha injili hapa. Na miongoni mwa injili na mafundisho aliyoyaleta, tumemkuta yeye mwenyewe alikuwa anaingia wapi? Msikitini. Kwa hiyo wafuasi wa Yesu wanaomwamini wakati huo walikuwa wanaingia na yeye ndani ya nini? Msikitini. Lau kama wewe, mfano wewe ungekuweko wakati wa Yesu, bila shaka ungekuwa nyuma ya nani? Ya Yesu. Pale angeingia na wewe ungefanya nini? Pale Yesu angeingia na wewe. Ngoja. Msikitini. Sawa, sikatai. Twende polepole. Yesu ndiye njia. Katai. Yesu ndiye njia. Katai. Pale atakapoingia na sisi tunafanya nini? Ngoja, msikitini ndio kwa Baba ama msikitini ni wapi? Hilo ni swali la pili tunakuja. Ni jengo tu kanisa ama ni kwa Mungu? Sasa ndio tunakuja hilo swala la pili. Tumalize la kwanza. Unajua Yesu ndiye njia. Vizuri. Subiri. Msikitini ndio mbinguni ama ni wapi? Ndio swala la pili, walimu wako watakujibu. Tumalize la kwanza. Yesu anaingia wapi? Anaingia msikitini. Anayekwenda msikitini ana dini gani? Manake Yesu alikuwa mtu wa watu wote. Asante. Kristo alienda kufundisha. Ndani ya nyumba gani? Kumaanisha kwamba msikiti ni mbinguni. Asante. Kwa hiyo Yesu msikitini alienda kuwafundisha neno la nani? Maanake Wakristo na Waislamu wote ni watu wa nani? Watoto wa Mungu. Sasa subiri hapo usiongee. Yesu tumekubaliana anaenda msikitini? Msikitini. Wapi? Haya, alienda kanisani. Haya, mpe ukifikiria alienda kanisani. Alienda kanisani. Andiko gani? Yesu alienda kanisani. Kwa andiko gani? Si andiko Yesu alienda kanisani. Si andiko tu. Haya, mpe wewe, unafuata maneno. Yesu alienda kanisani. Mpatie msomaji. Naona wewe unafuata imani ya kuhubiriwa. Kama mnaamini Yesu Kristo ndio Yeremia 50. Ngoja nikusaidie na Yeremia 56. Maana yake wewe kuniambia Yesu Uhuru ameenda Kajiado, wewe umeenda Meru, alafu sema uko na uhuru, itakuwa tukudanganyana hapo. Yeremia 56 liko. Haleluya. Biblia inasema ya kwa, unajua hawa wenzetu wao wanachukua Biblia. Naomba Biblia moja hapa. Kuna njia unajua kupoteza, kuna barabara nyingi. Alafu wanajifanya wamesoma Kiingereza sana, na Yesu hakuwa Muingereza. Wajua hata hawasemi Bible, wanasema the Bible says. The Bible, sio Bible, the Bible, maana ni wazungu sana wao. Hii inachukuliwa Biblia. Kuna aya mbili humu ni kama Ayatul Kursi. Yohana 3:16 na Yohana 1:1. Kwanza ikifunguliwa Jumapili tu, mchungaji anapekua aone kama ipo hiyo ama imefutika hiyo. Kama ipo hiyo, Yohana 1, for so God was loved the world and he begot him the holy, inafunga. Najua basi hapa udanganyifu leo utakuwa sio kawaida. Inakukutwa inawekwa, kuna maskani yake maalum. Hiyo atakaanjoa chukui kitu hapa maskani. Mpaka ikifika ndani pale nasikia haleluya.
Bwana amenifunulia jana ya kwamba leo kuna watu wanaenda kupona leo. Hallelujah. Kabla tujaanza neno la Mungu, naomba kwanza tufunge macho tuweze kumwomba Kristo Yesu aweze kuleta msaada na aweze kuteremsha damu yake mahali hapa. Funga macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante. Ndio Mungu wa viziwi, Mungu wa Kamba, Jaluo, Kikuyu, wote, Mungu wa milele, ninatangaza kukombolewa kwao. Ulisema Bwana muda umefika. Sasa unamlazimisha kwanza mulielewana akupe. Mungu unaweza muendea hivyo? Unaomba taratibu tu, ukimaliza kidume anaanza. Tunakwenda kusoma kitabu cha John 1 verses 1. Somebody say Jesus. The Bible says, na ukali mwingi wa jua kali, for so God was not the world, and he begotten the Holy Son, and who believe in him shall never perish. Hallelujah. Wacha tuweze kuombea andiko. Kwanza aliyokuambia andiko la kaka maombi nani? Vidume, wacha tuombee andiko. Yaani Sheikh asome aya moja, kulu wallahu ahad, alafu akwambie wacha tuombee dua hiyo aya hiyo. Kweli hapo akili zitotimama? Jamaa wanachomeka tu. Hapo unaniangalia, unaona mimi anajua kabisa mimi nasema kweli. Nasema kweli. Hii ni ibada ya kubandika bandiko. Ukimaliza wacha tumwimbie Yesu pambio mbili. Pigeni makofi kwa hakuna mwanamume mwingine kama Yesu. Wanawake ndio wanaingia. Hakuna mwanamume mwingine. Na bwana wake yuko hapo. Yuko hapo. Yeye na mume wote wanaimba, mume ni nani? Haiwezekani. Ndio mbona tunafanywa kama makatuni? Mbona tufanywe kama makatuni? Na alafu anayekufanya katuni namna hiyo hataki kuulizwa maswali. Ukimuuliza swali anakuambia please, you are bringing interference in the Holy Spirit's program because Jesus never asked any question. Somebody say huku ni kwa Kristo. Ukiingia umeingia, hakuna kutoka. Na kwa Kristo hakuna kuzeeka. Ukiingia baada ya kwenda kinyume namna hii, unaenda kimbelembele. Hallelujah. Janja za kutafuta nani, sio maskara. Yani ni wajanja kweli kweli. Jamani, hebu tuacheni. Tusimfanye Mungu haoni. Mwenyezi Mungu anakuoneni, acheni kudanganya. Biblia mnasoma opposite. Mungu anasema mahali patakatifu mvue viatu, nyinyi mnasema sio viatu hivi, ni viatu vya kiroho. Haya, tuambie wewe viatu vya rohoni unavaa namba ngapi? Na vikichafuka ni fundi gani anapiga rangi? Yaani mnaenda kutwisi tu ili mradi ile haki muihepe. Mungu anasema tusujudu, sisi hatusujudu kimwili, tunasujudu kiroho. Mbona sadaka unachukua na mkono? Si kichangwa iache hapo, wewe chukua kiroho na usifiki hapo. Wewe chukue kiroho lakini hapo usifiki, uone kama kutakalika. Waislamu takbiri. Yeye mwenyewe anaelewa. Kwa hivyo hakuna cha kiroho wala cha hii, ni janja kujaribu kukimbia, kuhepa. Waislamu takbiri. Hii ndio hali lazima isemwe. Japo mtasema ni mnaingiliwa, lakini ni ukweli. Waislamu takbiri. Nataka nimalizie kwa kusema kitu kimoja. Kwanza nimewapa homework wote hawa, wanipe andiko moja tu. Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa kama wanavyoingia wao. Moja tu wanipatie. Waislamu takbiri. Kitambo atafute andiko hilo. Kwanza nataka nikupeni mazungumzo ya dakika 2. Waislamu watukufu, kwa sababu ya dawa ya Allah ambayo inaendelea hapa kila siku na kila leo, hebu Muislamu nataka ukumbuke kitu kimoja. Allah anasema ndani ya Qur'ani, kullu nafsin dha'iqatul maut, kwamba kila nafsi itaonja mauti. Wa innama tuwafawna ujurakum yawm al-qiyama, na kila nafsi italipwa ujira wake siku ya kiyama. Wakati unatembea saa hii Muislamu, elewa kwamba wewe ni maiti mtarajiwa, anytime any day. Allah anaturudisha, anatuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha walitanduru nafsun ma qaddamat lighadi wattaqullaha inna Allaha khabiru bima ta'malun. Allah anasema enyi mlioamini, muogopeni Mola wenu, niangalieni nafsi. Ndio hivyo, haina tatizo tu. Aya, ameshatengeneza. Inasema hivi. Naam. Wacha nianze kabisa. Inasema lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu, mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote
zenu zote apaweke jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo. Mike. Mungu anasema mahali atakapopachagua, maana ni makao yake, muelekeze nyuso zenu wapi? Sio mimi, ni Biblia inasema uelekeze uso wako wapi? Hapo. So ukitoa viti kanisani ndio usujudu, lazima uelekeze uso wako wapi? Hapo mahali Mungu alipopachagua. Okay. Tarafu nyingine sasa nimalize kwanza. Ukiondoa viti, kwa sababu ulikuwa unachanganya wanawake na wanaume kwa mahali pamoja, itabidi ufanye jambo lingine hili. 12 Zakaria. Kitabu ni cha Zakaria 12, andiko lake la 12. Ama sijapotea? Yaani hapo uko sawa, mimi si niko hapa na kuona. Uwezi changanya maharagwe na mahindi na iende vizuri. Sasa habari inatakana. Kitabu cha Zakaria. Kwanza huyu kaka mzuri amekubali ataenda kuondoa viti pale kanisani. Yeye tatizo yake ni asikuje msikitini, ataondoa viti alafu atakuwa akiangalia kibla na atasujudu. Sasa ya tatu lazima afanye hivi 12. 12 Zakaria. Na ubarikiwe sana. Naam. Kidogo Biblia imeloa hii. Ni ya kurekebisha, lakini usiende kutoa viti mwisho tu. Usiende kutoa viti usiku. Naam. Watakuchoma. Utoe mchana tu, akiona kabisa umetoka huko na umemaliza hiyo. Watakuchoma. Naam. Inasema 12 Zakaria. Andiko linasema hivi, nayo nchi itaomboleza. Kila jamaa peke yake. Sikiza, kila jamaa peke yake, maana yake wanaume peke yao. Jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao. Jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao. Na wake zao peke yao. Sikiza, na wanawake peke yao. Wanaume peke yao na wanawake peke yao. Naam. Inasema na jamaa ya nyumba ya Nathani. Weka tu hawezi fika hapo, nafasi sasa kubwa. Peke yao. Sikiza, jamaa ya nyumba ya Nathani peke yao. Na wake zao. Peke yao. Jamaa zilizosalia. Inasema na jamaa zote zilizosalia. Wakamba, Wajaluo, Wakikuyu, Wanandi, jamaa zote, kabila zote zilizosalia duniani. Kila jamaa peke yake. Kila wanaume peke yao. Na wake zao peke yao. Sasa hiyo pia ufanye hivyo. Wanaume peke yao na wake zao peke yao. Sasa Mungu ni tofauti. Mungu ni mmoja. Na Mungu haumwabudu unavyotaka wewe, unaabudu anavyotaka yeye. Kwa mfano, uko na pesa yako, umetoa jasho yako, umeenda umenunua gari mpya, umelete barabarani. Huwezi kuendesha hiyo gari na sheria yako, unaendesha na sheria ya nchi. Utashikwa na karao, na hiyo gari ni yako na mali yako, akufungie na yeye labda hana hiyo gari, kwa sababu kuna sheria. Sasa hivyo Mungu ana sheria zake. Humwabudu unavyotaka wewe, unaabudu anavyotaka yeye. Mungu alivyoweka sheria za kumwabudu yeye, ndio amesema wanawake wamwabudu peke yao na wanaume peke yao, lakini kiongozi ni mwanaume. Na ndi Mungu ameweka, sio sisi. Ni Mungu ndo aliyoweka. Na ndio ukaona hata nyumbani wewe hauolewi, wewe ndio unaoa. Na mwanamke ni binadamu kama wewe hivyo, lakini wewe ndio unamuoa, sio yeye anakuoa. Nao tena wako na pasta yao. Mwanamke anaongozwa na mwanaume. Imamu anaongoza wanaume na wanawake. Sasa kama kanisa umegawa hivyo. Naam. Huyu wako hapa, hawa mama wako huku, na wanaume tena wako hii side. Naam. Sasa watasikizana aje? Wanasikiza, siku na speaker, kuna sauti. Bora asikie tu sauti. Okay. Manake sasa soma, anajua Allahu Akbar, anajua mahali yamefika na kila kitu. Umenielewa? Ubarikiwe sana. Lakini utaamua kama utakuwa Muislamu ni wewe, lakini usajua Biblia pia inafundisha Uislamu. Kaka, wanakuita nani kwa bahati nzuri? Kwa majina naitwa Winston. Na asante, ubarikiwe. Naam. Swali langu ni hii. Mimi niko tu pale kwa kusujudu. Naam. Kulingana na wewe kusujudu. Naam. Sasa nitasema kulingana na mimi ni literally ni kuinamisha kichwa mpaka chini unapoomboleza. Katika ile hali ya kuomboleza. Kuomboleza ama kumwabudu Mungu. Literally jinsi tunavyoelewa Kiswahili ni kuinamisha tu
katika ile hali ya kujiachilia kwako. Kusujudu kwako literally kwanza inamaanisha nini? Kusujudu mimi iko hivi 22:77 Qur'an. Yani yangu hata sio fikra zangu, imeandikwa 22:77 Qur'an. Sisi huwa tunafuata maneno ya Mwenyezi Mungu. Yale yameandikwa kwa Qur'an. Kabisa. Inasema hivi, aya yake 77 inasema hivi. Na ndio unaona watu wameenda kombo kwa sababu kila mtu anafikiria kivyake. Leo ukifikiria kivyako unafungua kanisa yako ama nini. Lakini sisi Waislamu tuna kitu ya kulifaa tu. Saa hii mimi nikigombana na bibi yangu, kabla sijauliza mtu yoyote mawaidha nyumbani, Qur'ani inanielezaje? Qur'ani inanieleza namna nitakavyofuata shuruti gani. Nikikosana na bibi yangu, Qur'ani inaeleza, nitakuonyesha. Naeleza tena, ukikosana na bibi yako, first of all ufanye ABCD. Tuko na guideline ambayo ni Qur'an. Safiri baba 77 inasema hivi. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Enyi mlioamini, salini. Ingiza katika sala, ndio unaona watu wanaenda pale, kuna maji unatawadha na nini, umeshaingia katika kitendo cha sala. Salini. Rukuuni. Kuna kitu inaitwa rukuu, unakaa namna hivi. Rukuu imefundishwa vizuri sana. Inasema sujuduni. Na msujudu. Kusujudu maana yake unapeleka kipaji cha uso wako mpaka chini namna hivi. Na muabuduni Mola wenu. Na hapa ndio unamwabudu Mola wako aliyekuumba. Nafanyeni mema ili mpate kufaulu. Na mnafanya mambo mema ili kufaulu. Maana Qur'ani imetueleza kusujudu lazima upeleke paji lako la uso lote chini ya ardhi aliyoiumba Mwenyezi Mungu. Pema hiki. Sasa jinsi mnavyoamini Qur'an kwa maana ya kusujudu ni katika ile hali ya kuweka paji la uso mpaka kwenye ardhi kabisa, katika hali ya kuomba, si ndio? Naam. The same hata sisi unapofanya hivyo kwa Kristo, unapelekanga uso chini. Ndio nakuletea wetu, tunaichukua literally ni kujiachilia mbele ya Mungu. Na kuna mfano Ayubu anaposujudu. Naam. Ayubu. Naam. Alipeleka kichwa paji mpaka chini anapomlilia Mungu. Ayubu anapoamulilia Mungu anapeleka hivi mpaka chini. Asante sana, lakini nyinyi ngoja sijamaliza. Naam. Hata sisi tunapokesha kwa Kisungu tunaita tukiattend the night vigil. Naam. Wengi wanasujudu wakijiachilia hivyo, wengine wanalala mpaka kifua, tumbo yote chini. Sio ati ninafika niseme Islam ni mbaya, Ukristo ni mbaya, no. Unataka tujue huyu anayepeleka tumbo chini anatoa wapi rifale yake, kwa sababu tunaona Ayubu alipeleka uso chini na Waislamu wanapeleka uso chini. Huyu wa kuweka tumbo ni kama anaenda kusujudu, alitoa wapi? Literally ukiachilia bure mbele ya mtu unakaa aje? Ukiachilia mbele bure, uachilie bure, you are nothing before something. Unaweza hata jiachilia hivi. Exactly. Unaweza jiachilia hivi. Inamaanisha depend na design yako. You completely need support from somewhere, si ndio? Unaweza kuwa unataka support akubebe ama akufanyie nini, lakini ya Mungu sasa kwa maandiko inasema lazima upeleke kipaji chini. Hii ndio sababu nilikuwa nakuletea hiyo. No. Be it Quran, Christianity. Kuna sijui 7 Nyakati, kuna venye zilikuja na Ukristo nasema ililetwa na maybe scholars kabisa. I don't understand how Islam was brought, but Uislamu imeletwa na huyu aliyeleta Uislamu ako kabisa. Qur'ani 22:78. 22:78 Qur'ani. Yani ni kweli Christianity was brought by scholars. Na ni kweli walikuja baada ya Yesu kuondoka miaka mingi sana. They formed Christianity, ndio ukaona makao makuu ikawekwa Rome, Italy, wale wengine wakaweka Uingereza, SDA wakaiweka Amerika chini ya mwanamke anaitwa Helen Gabriel White, kwa sababu ni chanzo ya mtu, maana yake ni ministry ya mtu, ni kazi ya mtu. Na ndio ukiokota hela yote unapeleka huko. Lakini Uislamu haukuletwa na hivyo. Uislamu kwanza aliyetuita ni Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. 22:78 Qur'an. 22 aya ya 78 kitabu kisiokuwa na shaka ndani yake. Naam.
aya inasema hivi, baada ya billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ya Uislamu ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Mila ya baba yetu Ibrahimu, kwa sababu Ibrahimu alikuwa Muislamu. Malizia. Yeye Mwenyezi Mungu, sikiza, yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu, sio scholars, no. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni nani? Waislamu. Tangu katika vitabu vya zamani huko. Kumbe hatujaitwa kwa Qur'ani peke yake, tuliitwa katika vitabu vya zamani, Taurati, Zaburi na Injili. Tuliitwa Waislamu na nani? Na Mungu, sio scholars, kwa sababu scholars they can make mistake. Adhana ndio hiyo. Basi kesho mapema inshallah tuweze ndio tuwai jamaa, tunamalizia tukisema hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesho mapema mje vijana wa Kiislamu tusaidie speaker tafadhali.